Taifa la Mali na safari yake ya kurejesha utawala wa kiraia baada ya mapinduzi ni jambo lililotarajiwa kwamba huenda lingekuwa gumu, lakini imekuwa kinyume chake. Hii ni TriGen Media, fuatana nami. Katika hali inayotia wasiwasi kuhusu hatma ya demokrasia nchini Mali, Jenerali Assimi Goita ameungwa mkono na wanasiasa muhimu nchini humo ili endelee kuwa rais kwa miaka mingine 5 hadi mwaka 2030. Goita, ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mara 2, sasa anaelekea kuhalalisha utawala wake bila uchaguzi wa wazi. Jambo limeibua mjadala mkubwa ndani na nje ya Mali. Goita, mwenye umri wa miaka 41, tayari amechukua madaraka mara 2 kwa njia ya mapinduzi. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2020 alipoongoza jeshi kumwondoa Rais Ibrahim Boubacar Keita kufuatia maandamano makubwa ya wananchi. Baada ya shinikizo la kimataifa, alikubali kuunda serikali ya mpito yenye uongozi wa kiraia ambayo haikudumu. Mwaka 2021, akiwa bado kanali, alirejea tena na kupindua serikali hiyo ya mpito. Safari hii alijitangaza rais wa mpito na kuahidi uchaguzi ndani ya mwaka mmoja, ambao hadi leo uchaguzi huo haujafanyika. Wiki hii mkutano wa kitaifa ulioitishwa na serikali ya kijeshi umependekeza Goita aendelee kuwa rais hadi mwaka 2030. Ingawa Goita mwenyewe hajatoa tamko, wachambuzi wanasema mkutano huo ni jaribio la kumpa uhalali wa kisiasa bila sanduku la kura. Mapendekezo ya mkutano huo pia ni pamoja na kusimamisha mchakato wowote wa uchaguzi hadi pale amani itakapopatikana nchini humo. Mkutano huu umefanyika huku taifa likikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye uhusiano na Islamic State, IS na Al-Qaeda. Kiongozi wa upinzani Mohamed Salia Toure ameliambia shirika la habari la AFP kuwa kufuta mfumo wa vyama vingi ni kosa la kihistoria. Hadi sasa haijafahamika iwapo mkutano huo unapendekeza kufutwa kwa vyama vyote au vile tu ambavyo havikidhi masharti fulani. Tangu achukue madaraka, Gen Goita ameonyesha wazi kuwa haamini tena usaidizi kutoka mataifa ya Magharibi, hasa Ufaransa, taifa la zamani la kikoloni. Badala yake, ameimarisha ushirikiano wa karibu na Urusi, huku akiunda umoja wa kijeshi na viongozi wa mapinduzi kutoka Burkina Faso na Niger. Hivi karibuni Mali pia ilijiondoa kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS, ikikataa wito wa jumuiya hiyo kurejesha utawala wa kidemokrasia. Wakati wananchi wengi wakihitaji amani na usalama, hatari iliyopo ni kuhalalisha utawala wa mtu mmoja kwa jina la mpito, hali inayoweza kuhudumu kwa zaidi ya miaka 5 ijayo bila mabadiliko ya kisiasa.